Karibu katika kozi ya usomaji wa Biblia, kitabu kitakatifu cha Mungu. Tunaanza na kitabu cha Mwanzo ambacho tutakisoma kwa muda wa mwezi mmoja. Mimi naitwa Mchungaji Musa Paulo. Karibu sana wana uamsho. Mungu akubariki sana. Amen. Mwanzo kabisa, tangu mwanzo alikuwepo mfalme ambaye aliitwa Niko, mfalme wa utukufu. Mfalme huyu alikuwa mbali sana, nje kabisa ya macho yetu. Huyu ndiye mwanzo, huyu ndiye neno, huyu ndiye Mungu ambaye alikuwa ni nuru isiyotegemea chanzo, bali yeye ndiye nuru. Huyu mwanzo ni Yesu ambaye ndiye nuru. Yesu hahitaji jua wala mwezi ili kutoa nuru, kwa maana yeye ndiye hiyo nuru. Tena ndiyo muumbaji, ameumba kila kitu. Miaka 3600 iliyopita, mtunga Zaburi anasema kwenye Zaburi 19 mstari wa kwanza ya kwamba mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu na anga la itangaza kazi ya mikono yake. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na mbingu ilikamilika pamoja na jeshi lake lote, ikiwa ni pamoja na matrilioni ya malaika. Lakini Mungu alihitaji viumbe wengine, akatokeza mbali sana sayari ambayo itakuwa ni makazi ya viumbe hawa ambao ni wa ajabu mno, yaani binadamu. Tofauti na viumbe wengine, wanadamu alianza wakiwa wawili, yaani mke na mume. Kama hivyo kwa malaika, mtu naye alikabidhiwa maisha na Mungu. Mara ghafla kuna kitu kikatokea, kitu kibaya sana. Uasi ulianzia mbinguni kwa Baba, na hatimaye uasi huu ulienezwa na malaika muasi mpaka duniani. Lakini hata hivyo, Mungu aliandaa mpango wa kumwokoa mwanadamu. Upendo wake wa ajabu tangu mwanzo, tangu uumbaji, Mungu amekuwa akitafuta mpango wa kumwokoa mwanadamu, mpango wa ajabu mno, mpango wa kutisha, mpango atakaoutimiza mara. Na ndivyo ilivyotokea hata kuzaliwa kwa Masihi, yaani mkombozi, Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa ufupi, kitabu cha Mwanzo kinaelezea uumbaji wa Mungu, uasi wa mwanadamu na mpango wa Mungu kumwokoa mwanadamu.